Ndugu wananchi, kupitia tangazo la serikali namba 596 la tarehe 3 Oktoba 2025, Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi aliyatangaza maeneo ya Uliankuru, wilaya ya Kaliua, mkoa wa Tabora; Katumba, wilaya ya Mpanda, mkoa wa Katavi; na Mishamo, wilaya ya Tanganyika, mkoa wa Katavi, kuwa maeneo tengefu kwa ajili ya makazi ya wakimbizi. Aidha, kwa tangazo la serikali namba 600 la tarehe 3 Oktoba 2025, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, alitoa amri ya marekebisho ya amri ya mgawanyo wa maeneo ya utawala katika serikali za mitaa kwenye mabano mamlaka za wilaya ya mwaka 2025 kwa kuzifuta kata 10 za Litapunga, Kanoge, Katumba na vijiji viwili vya Ikolongo na Ndurumo vya kata ya Mtapenda, halmashauri ya wilaya ya Msimbo, mkoa wa Katavi. Kata nyingine ni Mishamo, Ilangu, Bulamata na Ipwaga zilizopo halmashauri ya wilaya ya Tanganyika, mkoa wa Katavi, na kata za Milambo, Igombe Mkulu na Kanindo zilizopo halmashauri ya wilaya ya Kaliua, mkoa wa Tabora. Ndugu wananchi, kwa kuwa waziri mwenye dhamana wa serikali za mitaa kwa mujibu wa sheria ya serikali za mitaa kwenye mabano mamlaka za wilaya sura ya 287 amezifuta kata tajwa, na kwa kuwa masharti ya kifungu cha 5(4) cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024, yanaitaka tume kutumia kata zilizoanzishwa na waziri mwenye dhamana ya serikali za mitaa kuwa kata kwa madhumuni ya uchaguzi wa madiwani, na kwa kuwa kanuni ya 4 ya kanuni za uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025 inatoa mamlaka kwa tume kufanya mabadiliko ya mipaka ya maeneo ya uchaguzi pale panapotokea mazingira yatakayoathiri mipaka iliyopo ya maeneo ya uchaguzi, ikiwemo kufutwa kwa kata au kijiji. Na kwa kuwa tume iliwateua wagombea udiwani 7 katika kata 7 ambazo ni miongoni mwa kata 10 zilizofutwa, kwa kuzingatia masharti ya kanuni ya 26 ya kanuni za uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025, na kwa kuwa kufutwa kwa kata husika kuna ziondoa kuwa eneo la uchaguzi, hivyo tume katika kikao chake kilichofanyika tarehe 6 Oktoba 2025 na kupitia tangazo la serikali namba 604 la tarehe 10 Oktoba 2025 imefanya uamuzi ufuatao: mosi, kuzifuta kata 10 zilizofutwa na waziri mwenye dhamana wa serikali za mitaa kutoka katika maeneo ya uchaguzi wa madiwani kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, na pili, kutengua uteuzi na kuondoa katika orodha ya wagombea udiwani 7 walioteuliwa katika kata husika. Wagombea waliotenguliwa uteuzi wao na kuondolewa kwenye orodha ya wagombea ni hawa wafuatao: mosi, Salehe Mrisho Msompola, kata aliyokuwa ameteuliwa kugombea ni Kanoge kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Pili,
Elius Wilson Elia. Kata aliyokuwa ameteuliwa kugombea ni Katumba, Chama cha Mapinduzi CCM. 3, Mohamed Ali Asenga. Kata aliyoteuliwa kugombea ni Litapunga kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. 4, Nikas Atanas Nibengo. Kata aliyokuwa ameteuliwa kugombea ni Bulamata kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. 5, Sadik Agustino Matthew. Kata aliyokuwa ameteuliwa kugombea ni Ilangu kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM. 6, Rehane Simba Sokota. Kata aliyoteuliwa kugombea ni Ipwaga kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Na 7, Juma Mohamed Kansimba. Kata aliyokuwa ameteuliwa kugombea ni kata ya Mishamo kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Kata 3 zilizofutwa za halmashauri ya wilaya ya Kaliwa mkoani Tabora hazikufanya uteuzi wa wagombea wa udiwani. Kata hizo ni Milambo, Igombe Mkulu na Kanindo. Ndugu wananchi, kutokana na mabadiliko hayo, tume imevifuta vituo 292 vya kupigia kura vilivyokuwa kwenye kata zilizofutwa, na kwa kushauriana na watendaji wa uchaguzi wa maeneo husika na kwa kuzingatia ukaribu wa maeneo wanayoweza kufika wapiga kura, tume imeanzisha vituo vingine 292 vya kupigia kura katika maeneo jirani na kata zilizofutwa ili kuwawezesha wapiga kura kutoka maeneo yaliyofutwa kwenda kupiga kura. Ndugu wananchi, kwa kuzingatia masharti ya kifungu cha 19 kidogo cha 3C cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024, wapiga kura 106,288 waliokuwa kwenye vituo vilivyofutwa wamehamishiwa kwenye vituo 292 vya kupigia kura vilivyoanzishwa katika kata za Mtapenda, Uruwira, Nsimbo na Ugala zilizopo halmashauri ya wilaya Nsimbo, mkoa wa Katavi. Kata nyingine walizohamishiwa ni Sasu, Ilege, Uyowa, Makingi na Silambo zilizopo halmashauri ya wilaya ya Kaliwa, mkoa wa Tabora, na kata ya Tongwe iliyopo halmashauri ya wilaya ya Tanganyika, mkoa wa Katavi. Ndugu wananchi, tume inatoa wito kwa wananchi kuzingatia mabadiliko haya ya maeneo ya uchaguzi ili waweze kutumia haki yao ya msingi ya kushiriki kupiga kura siku ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani tarehe 29 Oktoba 2025. Kura yako, haki yako, jitokeze kupiga kura. Imetolewa leo tarehe 12 Oktoba 2025. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.